بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu washiriki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu washiriki, kwa mara nyingine nawakaribisha katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya uongozi, na leo insha Allahu taala tunaendelea katika mada yetu ya aina za uongozi. Na katika aina hizi za uongozi, katika darsa lililopita tulianza na uongozi unaofahamika kwa jina la servant leadership, uongozi wa utumishi, na tukaeleza nini maana yake, na tukaeleza features za uongozi wa utumishi. Na leo tutaendelea kwa kumalizia nukta hii au aina hii ya uongozi wa utumishi na kuendelea na aina nyingine za uongozi katika lile kundi la uongozi mzuri. Uongozi mzuri uko na aina tofauti ambazo tutataja tu, tutazungumzia chache katika aina hizo, alafu tutazungumzia uongozi mbaya na aina zake. Uongozi wa utumishi, kiongozi wake anatakiwa awe na sifa, na sifa hizo, katika sifa tatu kuu, wanasema wataalamu wa masuala ya uongozi wa aina hii kwamba awe ni mtu mwenye compassion, ni mtu mwenye huruma, ni mtu anayejali sana, mtu mwenye msaada sana kwa watu. Kwa hivyo kiongozi anapaswa kuwa ni mtu ambaye ameweka mbele sana haja za wenzake, kuwatatulia haja zao, kuwasaidia, na yeye mwenyewe akiwa ni mfano katika kuwasaidia. Kwa hiyo ni kiongozi mwenye kunyosha mkono na kushikamana na wenzake katika kuwapa msaada au kutoa mchango ambao utawasaidia watu wake. Kwa hivyo sifa ya kwanza ni compassion, kwa ni mtu mwenye huruma ya hali ya juu kabisa. Sifa ya pili ni mtu ambaye anatambua mchango wa wenzake katika kutoa msaada, katika kukidhi haja za watu wengine. So kama kiongozi hufanyi kazi peke yako, bali uko na wenzako ambao mnahudumia wengine, na hivyo kiongozi anayeishi chini ya falsafa ya uongozi wa utumishi anafurahi, anatambua juhudi za wenzake, michango ya wenzake, anawapongeza wenzake ili kuwahamasisha na kuwatia mori kwa yale mazuri ambayo wanayofanya kwa ajili ya kama ni jamii, kama ni kwenye taasisi na kadhalika. Sio mtu ambaye anangoja apongezwe yeye, asifiwe yeye, afurahikiwe yeye, hali ya kuwa anatambua ya kwamba
wenzake wanatoa mchango mkubwa, pamoja na kwamba yeye amevaa kofia ile ya kuwa kiongozi mkuu, lakini kuna watu chini yake ambao wamepewa majukumu au amewapa majukumu ambao wanayafanya. Kwa hiyo hii ni sifa ya pili, anatambua mchango wa wenzake, anathamini mchango wa wenzake. Sifa ya tatu ambayo ndio wanasema wataalamu wa aina hii ya uongozi, ambayo ndio sifa kubwa kabisa, japokuwa nimeiweka ya tatu, lakini ina umuhimu mkubwa sana, ni kuboresha maisha ya watu kwa kuyafanya kuwa mazuri zaidi, kuwawepesishia watu katika maisha yao, katika shughuli zao. Kwa hiyo kiongozi huyu hachoki katika kutafuta mbinu na mikakati itakayofanya maisha ya watu kuwa mepesi zaidi. Kwa hivyo katika shida ya umaskini, katika shida za maradhi, katika shida za ujinga na shida nyinginezo, anafanya juhudi kubwa sana kuwafanyia watu wepesi njia ya kuweza kupata maarifa pale penye ujinga, watu kupata kipato pale penye umaskini, huduma za afya pale kwenye maradhi. Ukija katika masala ya njia au usafiri, anawafanyia wepesi watu kupata ufumbuzi wa matatizo yao, ili waishi maisha yenye heshima, maisha yaliyokuwa bora kabisa. Kwa hiyo hii ni sifa kubwa kabisa. Kama wewe ni mtumishi, lakini utumishi wako unawafanyia mambo watu kuwa mazito, mpaka wanasema jana ni bora kuliko leo. Utaratibu unazoziweka zinawafanyia watu kuwa maisha yao mazito. Ugumu, kwa ufupi, unawafanyia maisha yao kuwa magumu. Huwasahilishii, bali unawazidishia katika ugumu, fanya mambo yao kuwa magumu zaidi, iwe ni katika taasisi, iwe ni katika familia, iwe ni katika jamii, iwe ni katika nchi. Hata wanapofanya makosa, ikawa badala ya kuwa ni mwalimu, unakuwa ni mwenye kuadhibu zaidi kuliko kuelimisha na kufanyia watu wepesi. Ukitazama maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa hizi tulizozitaja, utaona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepambika na sifa hizi ambazo zinaonyesha namna alivyokuwa akiwatumikia au akiutumikia Uislamu, akiwatumikia Waislamu. Hadithi iliyopokewa na Anas, Mtume sallam anasema ya kwamba yassiru wala tuassiru. Hii ilikuwa ndo moto, ilikuwa ndio ndio moja katika miongozo yake kwa yoyote anayempa majukumu, na yeye mwenyewe aliishi hivyo. Alikuwa akiwaambia masahaba zake, yassiru, wafanyieni watu wepesi.
katika kuifahamu hii dini, katika maisha yao kwa ujumla. Wafanyieni watu wepesi, wala tuasiru, msiwafanyie watu mambo kuwa magumu, msiyafanye mambo kuwa magumu. Wasakinu, watulizeni watu, wapeni sakina, wapeni watu utulivu, wapeni watu tulivu katika nafsi zao. Wala tunafiru, wala msiwaogopeshe watu, msiwafanye watu wakawa wanaogopa, wanaishi kwa hofu, wanaishi kwa wasiwasi. Haya ni maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe tunasimuliwa na mama Aisha radhiallahu anha ya kwamba Mtume sallam alipokuwa akikabiliwa na maamuzi au na hali ya kufanya maamuzi, ikawa kuna moja zito, uamuzi huu una uzito fulani, na kuna uamuzi ambao ni mwepesi, unawafanyia watu wepesi. Mtume sallam alikuwa akichagua kufanya maamuzi katika upande ule wenye kufanya mambo kuwa mepesi, maadamu tu njia hiyo haina haramu ndani yake. Hakuna haramu katika kuamua au katika hii njia ya kuwawepesishia watu. Yeye mwenyewe Mtume sallam alikuwa mkarimu, amesifiwa katika Qur'ani kwa sifa kama hii ya ukarimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu mtume wake kwa sifa ya azizu ma animtum, yani alikuwa yakimuumiza yale matatizo, zile shida walizokuwa wakipitia masahaba zake. Bilmuminina raufur rahim, alikuwa kwa Waislamu wafuasi wake ni mtu mwenye huruma ya hali ya juu kabisa, akiwahurumia masahaba zake kwa taabu walizokuwa wakipitia kutoka kwa Makureishi, waliopigwa, waliotukanwa, waliodhulumiwa mali zao, waliouliwa. Mambo haya yalikuwa mazito sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitambua michango ya wafuasi wake, nafasi zao, akiwahamasisha na akiwapatia zawadi wanapotoka vitani. Wakati fulani toka katika vita, wamepata ngawira, Mtume sallam alikuwa akitambua michango ya masahaba zake waliofanya vizuri sana katika vita mbalimbali. Kwa hivyo kiufupi, ndugu washiriki, hizi ni sifa tatu ambazo zinapamba uongozi wa utumishi. Kwa kiongozi anayeishi katika dhana hii anakuwa na sifa hizi tatu. Lakini kuna haja ya kutambua uongozi wa utumishi feki. Wanazuoni hawa wa dhana hii ya uongozi wa utumishi wanatuambia kwamba kuna viongozi halisi wa utumishi, uongozi wa utumishi, na kuna viongozi feki, wanadai tu
kwamba wanatutumikia, wanatuhudumia ajili ya maslahi yetu, lakini ni feki. Sasa utajuaje? Utamjuaje kiongozi feki wa dhana ya uongozi wa utumishi? Anasema huyu bwana James Farrell ya kwamba mara nyingi sana tunaweza kujipongeza kwamba kwa kweli uongozi wote ni utumishi, wote sisi tunatumikia. Kiongozi gani ambaye hatumikii? Kwamba wote tunatoa huduma. Anasema tunaweza kujipongeza kwamba yeyote yule katika nafasi ya uongozi anatoa huduma, anahudumia, lakini anasema mara kadhaa vile vile tunakutana na viongozi feki wa utumishi. Ana sifa gani kiongozi feki wa utumishi? Ni yule mtu ambaye anataka kutambuliwa, anataka aonekane, anataka kushukuriwa, anataka kusifiwa. Sasa mtu ambaye anatutumikia lakini kwa madhumuni kama haya, anataka kupongezwa, anataka kusifiwa, anataka kushukuriwa, eh, na pengine anaweza mpaka akatusema kwamba amefanya hili, amefanya hivi, lakini watu hawaoni, watu hawashukuru, watu hawasifu. Wanasema wanazuoni wa dhana hii ya kwamba hiyo ni ishara ya kiongozi feki wa dhana hii. Huyo sio halisi. Kiongozi halisi anayeishi dhana ya utumishi, katika lugha ya Qur'ani tunaweza kusema anaishi yale maneno ya mitume waliokuwa wakisema kwa watu wao: la nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kutoka kwenu kwa kutoa huduma hizi na kufanya kheri hizi tunazofanya kutoka kwenu, hatutaki ujira. La nasalukum alayhi ajran, hatutaki kutoka kwenu ujira wowote, wala hawataki kushukuriwa. Mitume kwa kweli, tazama, katika mtazamo wa Kiislamu, wao ni role model katika dhana nzima hii ya uongozi wa utumishi, na walikuwa wakitamka hivyo. Kama kuna maneno yamekadiriwa mara kwa mara katika Qur'ani juu ya yale walioyafanya mitume na kuyasema kwa watu wao, ni maneno hayo: la nas'alukum alayhi ajra, hatutaki kutoka kwenu malipo. Tunawalingania kwa Mwenyezi Mungu, tunawalingania katika tauhidi, tunawaonyesha njia za kheri, tunawakataza na mambo ya shari. Haya yote walikuwa wakiyafanya bila kutaka kwa wafuasi wao au kwa watu wao ujira, malipo ya aina yoyote ile. Na hiyo ni sifa ya kiongozi anayeishi dhana ya utumishi na akawa mkweli katika dhana hiyo. Ama wengine, ima kwa wanaopenda kujisifu au wanaopenda kusifiwa au wanaopenda kuonekanwa, hapo huo ni mstari au hiyo ni alama inayoonyesha ya kwamba huyu ni feki. Na hapa ndio tunahitimishia
dhana hii ya uongozi wa utumishi. Lakini katika Uislamu sote sisi tunapaswa kuwa watumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani ibadur rahman. Sisi sote ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, au tunapaswa kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunafeli katika udhaifu wa kibinadamu au kukosa maarifa na mengineyo. Na of course wako wengine ni watumishi wa shetani. Sisi kama Waislamu tunapaswa kuwa watumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuwa mtumishi wa Allah maanake ni kuchagua kumtii Allah kwa mapenzi, ni kitu kinatoka ndani ya moyo wako kwamba natii amri za Mwenyezi Mungu kwa kupenda, si kutokana na mazingira ya kijamii yanakufanya utii. Upo katika mazingira ya kwamba uko kwenye taasisi ya kwamba watu wanaswali, inabidi uende kuswali katika mazingira ambayo unatakiwa uvae hijabu, unavaa hijabu. Okay, yani mazingira tu ndio yanayokufanya umtii Mwenyezi Mungu, lakini si kwa kupenda. Lakini mtumishi wa kweli wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtii Mwenyezi Mungu kwa mapenzi, ananyenyekea kwa hiari yake, anaacha maasi kwa sababu hiyo hiyo ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake ni mtu kuwa anaongozwa na matamanio au anatafuta sifa za watu au kwa kuwa Mungu kampa nafasi au kampa mali au anaishi sasa kwa kutafuta mali zaidi. Tuseme kwamba kutafuta mali ni jambo baya, lakini sasa inakuwa mtu huyu anachokitazama katika uongozi au katika utumishi wake ni anapata nini katika mali. Kama wanavyosema, inakuwa swali lake ni kwamba mimi napata nini? Nikikupa mradi huu mimi napata nini? Anaangalia maslahi yake, mimi napata nini katika mradi huu, mimi napata nini? Kwa katika nafasi aliyokuwa nayo anakuwa yeye anaangalia namna ya kujinufaisha, na hii ni kinyume na ile dhana ya mitume ya kwamba hatutaki kutokana na nafasi hii au katika utumishi huu malipo. Sasa hii haimaanishi kwamba kiongozi asiwe na mshahara na kadhalika. Tayib, kiongozi anatakiwa atengewe fungu lake ili aweze kukidhi mahitaji yake, na hicho ndiyo kima chake, na sio kutafuta kujilimbikizia mali na kujipatia 10%, 20% katika contracts mbalimbali au katika tenda mbalimbali na kadhalika. Sasa waja wa Mwenyezi Mungu au wale wanaomtumikia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amewasifu katika kitabu chake katika Surat Al-Furqan aya 63 mpaka 76. Mwenyezi Mungu anataja waja wema, ibadur rahman, watumishi wa Ar-Rahman, tumishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waja wa mwingi wa rehma. Wana sifa zifuatazo ambazo tumeziweka kwenye makundi matatu: imani thabit, matendo mema
tabia njema. Imani thabit inahusiana na swala zima la tauhid. Namwomba Mwenyezi Mungu peke yake, wanatambua Mwenyezi Mungu ni mmoja, wananyenyekea kwake, wanaomba msaada wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'ani katika Surat Al-Furqani, anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Sifa ya waja wake, watumishi wake ni kwamba wanayemuomba, wanayemtegemea, wanayemwabudu ni Mwenyezi Mungu peke yake na hakuna Mungu mwingine. Sifa ya pili iliyotajwa ni wale ambao wanapokumbushwa ishara za Mola wao, walladhina idha dhukiru biayati rabbihim lam yakhirru alaiha summan wa umyana, wanapokumbushwa maagizo ya Mwenyezi Mungu. Maana Mwenyezi Mungu ameamrisha hili, Mwenyezi Mungu amekataza hili, hawajifanyi viziwi au vipofu. Kwa bahati mbaya, leo watu tunatafuta excuse nyingi tu, nyingi mno, za uziwi na upofu. Anaweza kama Muislamu yupo katika taasisi, yupo katika jumuiya, yupo katika chama, anaona kabisa maamuzi yanayofanyika ni maamuzi ya haramu, maamuzi yasiyofaa, maamuzi au tabia mbaya kabisa zinafanyika. Mwenyezi Mungu hapendi mambo kama hayo. Kuna aya ambazo ziko wazi kabisa katika Qur'ani zinaelekeza hivi, zinakataza jambo hili, lakini mtu atatafuta visingizio vya kuto kusimamia aya za Mola wake au hata kuwakumbusha wale wanaotakiwa kusimamia aya hizo. Na leo excuse kubwa ambayo watu tunawasikia wakiitoa kwa bwana, hii sio nchi ya Kiislamu bwana. Hii ndio watu wanajificha huko kwenye kichaka, sio nchi ya Kiislamu. Tunasahau ya kwamba tuna wajibu kama Waislamu wa kuleta mabadiliko katika mazingira hayo, sio kukubali tu, bali kufanya juhudi kuleta mabadiliko ya mazingira hayo. Mtume sallam aliyekuta mazingira hayo, lakini alikaa tu na masahaba zake, alifanya juhudi kubadilisha imani, itikadi za watu, kubadilisha mitazamo yao, kubadilisha tabia zao, ili watu waelekee katika utumishi wa Allah. Hakukaa tu na kusema na kukubali tu hali kwamba mambo haya yanakwenda kinyume na mwongozo wa Mwenyezi Mungu, eh, na waka relax tu. Sasa watumishi bora wa Mwenyezi Mungu wanasifiwa hapa ya kwamba wanapozitambua au wanapokumbushwa aya za Mola wao hawajifanyi viziwi na vipofu. Uislamu unaamrisha kuchunga haki za kila mtu, uadilifu.
aya mbalimbali katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha ya'muru bil adli, Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu, haki, kila mtu apewe haki anayostahili kupewa, na kila mtu anatakiwa kutekeleza wajibu wake aliopewa. Lakini tunatafuta visingizio hapa na pale, unakataa kutoa haki za wengine, utekelezi wajibu wako, ukikumbushwa mkali sana, ukikumbushwa visingizio kadha wa kadha. Sasa hiyo ni ishara ya kwamba wewe bado hujawa mtumishi bora wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upande wa matendo mema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kwamba ni watu wanaojikurubisha sana na Mwenyezi Mungu kwa kusali, wanakesha kwa ajili ya Mola wao mlezi kwa kusujudu na kusimama, wanamuomba Mwenyezi Mungu awakinge na adhabu ya Jahannam, wanafanya ibada, na katika ibada ni kuomba dua mbalimbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ad-du'a mukhul ibada, dua ni kitu muhimu sana, ni kama mfupa katika kiwiliwili cha binadamu. Kwa hiyo wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaepushe na adhabu zake, lakini wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kuwa na kizazi ambacho ni cha wacha Mungu, kizazi ambacho kitakuwa ni chenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wanafanya juhudi yao katika kuwaelimisha, katika malezi, na wanamuomba Mwenyezi Mungu ajalie vizazi vyao viwe ni vya wacha Mungu. Sasa tunaporuzukiwa watoto na sisi ndio viongozi wa watoto hao, tunatakiwa lazima tuwaelimishe dini yao, tuwaelimishe juu ya dunia yao, tuwaadabishe adabu za Kiislamu, na tuwalee katika kuishi adabu hizo, ili wawe ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanatengeneza generation ya uchamungu. Tunaweza kusema hiyo ndio maana ya dua hii, kwamba wanatengeneza generation ya watu watakaokuwa bora. Wapo tu viongozi ambao ni watumishi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanajua ya kwamba wao wataondoka. Tukiondoka sisi, wanaokuja, hiki kizazi kinachokuja, tunakiandaa vipi kuwa ni chenye kuishi katika Uislamu, kuishi katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuishi katika kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanaweka mikakati, wanaweka mbinu ya kujenga kizazi ambacho kina takwa, tabia njema ambazo wamesifika nazo, na wale ambao wanapotembea ulimwenguni wanatembea kwa staha, wanatembea kwa staha, bila ya majivuno, bila ya kujionyesha, bila ya kuonyesha dharau kwa wengine, wanatembea kwa unyenyekevu. Yamshuna fil ardhi hauna, wanatembea katika ulimwengu kwa unyenyekevu.
wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, wanaposemezwa maneno mabaya, wanaposemezwa maneno ya kijinga, wao wanajibu maneno mazuri. Sasa unatakiwa ujitazame wewe unavyotembea katika ardhi hii. Hiyo unatembea kwa miguu, unatembea kwa vipando. Leo baadhi yetu natembea kwa miguu kwa jivuno. Natembea kwa kujifakharisha. Tukizungumzishwa maneno ya kijinga tunajibu ujinga zaidi. Sasa hiyo siyo sifa njema kabisa. Na wale ambao wanapotumia, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, wanapotumia, wanapopewa rasilimali kuwa chini yao. Kuna rasilimali za watu, kuna rasilimali za mali, fedha, lakini wewe na mimi wote tuna rasilimali ya afya. Unaposimamia rasilimali chini yako, hususan za mali, hutumii kwa fujo, kwa israfu, fanya mambo ya israfu, kutumia mali za taasisi kwa mambo ambayo hayana tija, bali ni upotevu wa mali. Kuja na projects ambazo ni white elephants, pesa nyingi zinatumika, lakini hakuna tija, hakuna matokeo yoyote yanayopatikana, ni israfu. Iwe katika ujenzi, iwe katika vitu vya ofisi, iwe katika kujilipa mishahara. Mishahara mingine inakuwa ni israfu kabisa katika kutumia fedha za rasilimali za taasisi. Sasa watumishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zinapokuweko chini yao mali wanazotakiwa kuzisimamia, hawafanyi fujo, hawafanyi israfu katika matumizi ya mali hizo, hawaachi senti ipotee, ifujwe, iibiwe. Wana wajibu wa kulinda rasilimali kama hizi na kuzitunza na kuhakikisha zinatumika ipasavyo. Taasisi inakuwa na miongozo yake, kuna bajeti zake, kitu kitumike katika jambo hili kwa sababu kuna tija hii na hii inayokusudiwa. Tunaheshimu bajeti hizo ambazo ndani yake hakuna israfu. Tawe kiongozi tu wa taasisi, umeingia tu katika taasisi, taasisi mashallah, Mungu kaijalia inapata msaada na fedha za kutosha. Cha kwanza unachofikiria kufanya ni wewe kupata gari kubwa sana na mamilioni. Sema ile gari ya mwenzangu ile aliyotangulia, siwezi kuendesha gari kama hiyo, gari nyingine ya mamilioni. Tumia mamilioni ya taasisi kwa ajili tu ya kutengeneza mwonekano wako kama kiongozi. Hilo gari lina tija gani katika malengo na madhumuni ya taasisi?
na nyinyi mnajua mifano mingi zaidi. Furniture itakuwa hata mahala anapokaa, kama anastahiki kwamba atalipiwa nyumba na nini, tayari anaanza kubadilisha kwenda katika kutumia mali za taasisi kwa fujo. Lakini vile vile hawafanyi ubakhili, hawafanyi ubakhili pale ambapo rasilimali ya taasisi, fedha ya taasisi inapaswa kutumika, hawazuii, hawafanyi ubakhili. Watu wanastahiki kulipwa malipo yao, malimbikizo yao. Unafanya vipi ubakhili katika kulipa haki za watu? Mishahara yao unaanza kukaza, huyu tutamkata hapa, tutakata hapa, tutakata hapa. Mbona bana, taasisi mashallah, sio kwamba ina changamoto yoyote ya kifedha, fedha zipo, lakini unachofikiria wewe ni kwenda kufanya ubakhili kwa kukata watu kile cha wastani cha kawaida tu wanachopata, bali wanakuwa kati na kati baina ya hayo mawili, yani hawafanyi israfu wala hawafanyi ubakhili, wanakuwa baina dhalika qawama. Tabia njema nyingine wanaosifika nayo waja wa Rahmani kwamba wala hawaui nafsi iliyoharamisha Mwenyezi Mungu, hawaui nafsi iliyoharamisha Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa haki. Hizi ni haki za kibinadamu. Binadamu wote wana haki. Dunia imekubaliana juu ya hukukul insan, haki za binadamu, haki ya kuishi ni haki kubwa kabisa katika haki za binadamu, kuishi uhai wao. Sasa kiongozi hafiki mahala kufanya hujuma kwa wenzake mpaka kuwatoa uhai. Tunayaona haya mambo mengine yanafanyika hata katika level ya familia. Viongozi wa familia, kwa sababu ya masala ya mirathi na nini, unaanza kuwaua wengine, unaanza kuwaua watu ili urithi peke yako. Mko katika ushindani fulani, unaanza kufanya mambo ambayo yatawadhuru wengine ili wasiwepo washindani wenzako, ikiwezekana hata kupoteza maisha yao, ujali kabisa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wazi, hakuna dhulma hii, dhulma ya kukatisha uhai wa viumbe ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa kwa haki. Mtu ameua, sheria imewekwa, huyo atauawa. Na makosa mengine ambayo yanatambulika katika Uislamu kwamba jazaa yake mtu huyu auawe. Kwa hiyo hafanyi hivyo kwa utashi wake, bali kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka huyu akifanya hili auawe, si kwa sababu ya utashi wake, si kwa sababu ya kulinda maslahi yake. Wala hawazini wala yaznun. Na hapa yanaingia mahusiano yasiyokuwa yenye kukubalika katika sheria. Hawatumii nafasi zao kujiingiza katika vitendo vya utovu wa maadili, na katika utovu wa maadili ni kujiingiza katika mahusiano yasiyofaa na binadamu mwenzako. Kwa wewe ni kiongozi, wewe ni bosi, amrisha, una resources ziko chini yako, unaweza kuamua nani asafiri, nani asisafiri, nani apate hiki, nani asipate bonus, nani.
unaanza kutafuta mahusiano yasiyofaa, kujiingiza katika uasherati kwa sababu ya nafasi uliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu anasema atakayefanya haya huwa nafsi ingiza katika matendo ya udhalilishaji wa kijinsia na tamaa hizi za kimwili nje ya mipaka ya sheria. Atakayefanya hayo hakika atakuwa anafanya mambo ambayo yatakuwa ni maasi, ni maovu ambayo yatapelekea kupata yeye mwenyewe madhara, ataadhibiwa. Waman yafal dhalika yalqa athama, atakutana na madhara, atapata madhara, atadhuriwa, ataadhibiwa. Mwenyezi Mungu atamwadhibu mtu wa namna hii. Na sifa ya mwisho ambayo imetajwa katika aya hizi katika kundi hili la tabia njema ni wale ambao hawatoi ushahidi wa uongo, la yashhaduna zur, hawatoi ushahidi wa uongo. Tengeneza ushahidi wa uongo, tengeneza watu uongo kwa ajili ya kutaka kuwa blackmail wenzako katika taasisi, wenzako katika jamii, kuzua mambo, mzulie mtu mambo ambayo hana, pelekana mahakamani, tengeneza ushahidi wa uongo. Sasa haya ni masala ambayo waja wa Rahmani wanajiweka mbali na mambo kama haya. Ndugu zangu katika imani, hizi ni sifa muhimu sana ambazo tunapaswa kila mmoja wetu kuzingatia kwa nafasi yake kama kiongozi ambaye anamtumikia Mwenyezi Mungu, basi anatakiwa azingatie sana sifa hizi, na kama huna sifa hizi, uko kinyume na sifa hizi, basi ujirekebishe, ujirekebishe, kwa kuwa wewe itakuwa unamtumikia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa Mwenyezi Mungu waja wake wanaishi katika sifa hizi. Tukiingia katika aina ya pili ya utumishi, aina ya pili afwan ya uongozi bora ni transformational leadership. Hii ni aina ya uongozi ambayo imejikita zaidi katika kuleta matokeo makubwa, extraordinary outcomes, kwa kubadilisha watu, kubadilisha maadili ya watu, kubadilisha malengo yao na aspirations zao. Ni uongozi wenye mabadiliko chanya makubwa, si mabadiliko madogo madogo. Of course, katika kuyafikia mabadiliko madogo madogo kutakuwa kuna mambo madogo madogo yanabadilika, lakini ile dira mwenyewe ukiona inakuogopesha. Kuna bwana mmoja anasema kama malengo yako na dira yako haikuogopeshi, basi wewe itakuwa ni mtu wa kawaida sana. Kwa hiyo ni aina ya uongozi ambao viongozi wake wanaweka mbinu na mikakati pamoja na wafuasi wao ili waweze kuleta mabadiliko makubwa, extraordinary outcomes, extraordinary changes, kwa kutransform maadili, kwa kutransform itikadi, kwa kutransform malengo na kadhalika. Aina hii ya uongozi inanasibishwa na bwana huyu James McGregor, na vile vile
Fikra hii imechangiwa kitafiti na kuandikwa na wanazuoni mbalimbali, na ikijikita katika si tu kubadilisha mazingira, lakini kuwabadilisha wafuasi kimaadili, kifikra, kiitikadi. Ni aina ya uongozi ambao una dhamira ya kuwabadilisha watu, maadili yao na uwezo wao wa kufikiri, imani zao, itikadi zao. Mabadiliko makubwa kabisa kwa mwanadamu, elimu yake, maadili yake, mazingira yake. So wanasema wasomi hawa kwamba misingi ya uongozi wenye kuleta mabadiliko ni minne, kwamba kiongozi mwenyewe anayeongoza anatakiwa awe mfano mzuri kabisa, awe role model, awe ni kigezo kizuri kabisa katika hayo anayotaka kuyabadilisha. Awe na dira ambayo inashawishi, inavutia, inspirational. Awe ni mbunifu, weko na ubunifu, weko na kuchochea fikra, watu watafakari mbinu, mikakati nje ya mazoea, nje ya vile walivyofikiri. Kwa kutakuwa kama kuna namna ya kuweka ushindani wa kifikra, kutakuwa na mashindano ya kifikra, watu waje na fikra bora kabisa ya kuendesha mambo. Nakuwa na mashindano ya ubunifu, anachochea watu kushindana katika kubuni mbinu, mikakati itakaweza kuleta mabadiliko makubwa, matokeo makubwa. Na msingi wa nne ni mentorship. Watu wana hulka tofauti, uelewa wao. Kuna ambao mashallah, watu wanauelewa, vichwa vyao vizuri kuelewa mara moja. Kuna ambao wazito kuelewa. Kuna ambao watu wanabadilika mara moja. Kuna watu wazito kubadilika tabia zao, lishe tabia zao kadhalika. Kwa kunakuwa na hicho kinachoitwa individualized consideration, namna kuwa na mikakati ya kuwawezesha hawa ambao wazito kubadilika wabadilike, kwa mikakati ambayo itawekwa, mbinu mbalimbali zitawekwa ili kuwasaidia wale ambao ni wazito kufahamu wafahamu, wale ambao ni wazito kuacha tabia fulani fulani wawache tabia zile. Kwa hiyo masuala ya kuwaelimisha tabia zilizofaa, mwenendo unaofaa, mitazamo inayofaa, itikadi zinazotakiwa. Kwa hiyo hapa inaingia sehemu kubwa mafunzo, kufundisha, kusimamia mabadiliko ya kitabia, mabadiliko ya kifikra. Ni vitu vitakavyo visimamiwe. Viongozwe, kwa kuwa mabadiliko ya tabia hayawezi kujitokeza tu watu wameshazoea kukaa hivi.
Watu washazoea kufikiria hivi, kuwatoa katika tabia walizozoea, fikra walizozoea, kunahitajika kunahitajika mafunzo, inahitajika um, mikakati madhubuti kabisa ya kusimamia transformation yao. Badilike huyu mchelewaji, abadilike tabia ya kuchelewa. Huyu ambaye hawajibiki awajibike. Mtu anataka tu aje kazini awe ameingia na kutoka, kuwajibika katika majukumu yake, hawajibiki ipasavyo, hasimamii ipasavyo analotakiwa kusimamia, hatendi ipasavyo anavyotakiwa kutenda. Tutaangalia una tatizo gani mtu huyu, una tatizo gani? Ni tatizo la uelewi, ufahamu kazi hii inavyotakiwa kufanywa? Tutakufundisha, tutakuwekea mikakati kabisa madhubuti ya kukufundisha. Kama tatizo lako ni kuelewa, ufahamu, hujui, umewekwa katika nafasi ambayo maskini huna ujuzi nayo na hujaweza mwenyewe kujiongeza. Kiongozi anaongoza mabadiliko ataangalia nini afanye akusaidie, ili uelewe, ujue nini unachotakiwa kufanya, ufanye wajibu wako. Kuna tabia fulani fulani ambazo tabia hizi hatuzitaki hapa, hatuzikubali. Tabia za uongo, tabia za fitna, tabia za uzembe, tabia za kuchelewa, tabia za kusengenya wenzako kazini au katika taasisi. Tunapoziona tabia hizo, tutakaa na wewe, tutakuelimisha madhara ya tabia zako hizo mbaya, madhara yake katika taasisi, madhara yake katika jamii, madhara yake katika familia, madhara yake katika taifa. Tutakuwekea mikakati au tutaweka mbinu za kufanya ubadilike, ikiwemo baada ya kukufundisha, tukitaka ubadiliki, tutakuweka kwenye kamati za maadili. Yani kutakuwa na sticks, kutakuwa na carrot and sticks. Fanya vizuri, ukibadilika vizuri tutakusawadia, ukiwa badiliki tutakuadhibu. Sasa tunataka mabadiliko, nataka kuona mabadiliko. Kwa hivyo uongozi wa mabadiliko unakuwa una misingi hiyo ambayo tutakueleza, na ukija katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unaona ya kwamba he was transformational. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano katika uongozi wenye kuleta mabadiliko. Dira yake katika itikadi, dira ya Mtume sallam katika itikadi, dira aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika imani, mambo wanayoitakidi watu, watoke watu katika kuitakidi kuna miungu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badilisha itikadi. What do you believe? Wabelieve ya kwamba hakuna anayeweza kudhuru wala anayeweza kuleta manufaa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio sanamu hili, wala sio mzimu huyu, wala sio mchawi fulani. Na hata hii leo, baada ya kuwa baadhi yetu ni Waislamu, lakini bado baadhi yetu tuko na ujahili katika imani. Ni Muislamu lakini bado ndani kuna ujahili katika itikadi. Mtu anatakidi ya kwamba kuna watu wanaweza kumdhuru na viumbe fulani wanaweza kumdhuru,
au kuna viumbe fulani wanaweza kumnufaisha badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna linalompata mwanadamu isipokuwa kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu anatoka katika itikadi hiyo, anakwenda kwenye viumbe na matokeo yake anaanza kuwaogopa watu, anaanza kujipendekeza kwa watu. Kwa hiyo itikadi yake imekuwa hawa bwana ndio wanaweza kuninufaisha, hawa bwana wanaweza kunidhuru hawa. Kwa hivyo badala ya kufanya lilokuwa la sawa, anaogopa watu wasije wakamdhuru. Anasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwenye maamuzi ya mwisho, likupate lisikupate, unufaike usinufaike. Mtume sallam alikuwa na dira ya kutransform itikadi, transform maadili, transform ibada, transform sheria za kidhalimu, sheria zenye zilizosimama katika haki, katika uadilifu. Mtume sallam alikuwa inspirational, alikuwa akiwahamasisha wafuasi wake katika kuyaendea yale anayopenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, akiwa yeye mwenyewe ni mfano wa kuigwa kabisa. Watu wamefanya ushirikina mwingi wakati wake, wamewaua binti zao, wengine wamefanya mambo chungu mzima, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tusikate tamaa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad anaongoza kwa mfano katika jambo hilo, kwamba usikate tamaa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama umefanya makosa kiasi gani, bado unayo nafasi ya kubadilika, ya kutubu na ukasamehewa na kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya makosa yasikuangamize hayo makosa ukajiona kama mimi ndo basi tena. Walikuwa wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba wakisema, nimeangamia mimi ya Rasulullah, nimeangamia mimi ya Rasulullah, nimeangamia mimi ya Rasulullah. Mtume sallam anawapa matumaini, ambapo umefanya hivyo, hilo ni jambo baya, itabidi utoe kafara na maisha yanaendelea. Mtume sallam alikuwa akiwa akiwa akiwasisimua kifikra masahaba zake kwa kuwauliza maswali, kwa kuwashirikisha katika mashauriano, ili tutafakari kwa pamoja. Kwa kitu kinachoitwa shura. Intellectual stimulation, alikuwa akiwa stimulate kifikra. Siku moja Mtume sallam anawauliza masahaba zake, kwa kusema inna min ash-shajari shajara, katika miti kuna mti mmoja. Inna min ash-shajari shajara, katika miti kuna mti mmoja ambao unafanana mti huo
na Muislamu alivyo na mumin alivyo. Akawauliza, naambieni mti gani huo? Anawachochea kifikra, fikra isilale, watu tafakari, watu watafakari. So fikra zimelala, watu hawana fikra, na wewe ndio kiongozi wao. Watu hawana fikra, hawezi kufikiri. Washawishi, wapi changamoto za kutafakari. Mtu anakuja anakuletea utaletewa wewe tu matatizo yote, kila sehemu, idara hii, matatizo yote utakuletea wewe, kama wewe washajiishi katika kutafakari, katika kufikiria, kutafuta nani, ufumbuzi. Utashindwa kuongoza. Lazima ujenge timu ambayo wanaweza kutafakari. Naam, watatafakari na wengine watafanya, watapatia, wengine watakosea. Wakipatia, celebrate. Wakikosea, usiwe mkali sana. Tunajifunza na kuja kujitazama huko mbele kwenye decision making. Tunasema kuna two types of decision, kuna type 1 and type 2. Decision type 1, decision type 2. Sasa viongozi wenzako katika idara na nini, wanapofikia katika kufanya maamuzi, ukawa umeona hii decision hii ni type 1 au ni type 2, wape nafasi, wape changamoto ya kutafuta suluhisho, kwa sababu unajua, kwa mfano decision type 2 tutakuja kueleza huko mbele, ni kwamba tunaweza kurudi nyuma tukiona kwamba maamuzi haya hayana tija, sio mazuri. Tunaweza kurudi nyuma kubadilisha maamuzi yale bila ya kuja kuwa na matokeo mabaya katika, kwanza pale maamuzi yale yalipochukuliwa, na hata tutakaporudi nyuma hakutokuwa na gharama kubwa. Tafuteni suluhisho ya changamoto hii, kwa sababu suluhisho yoyote mtakayokuja nayo ni kwamba kwa kiwango cha idara ile au kwa jambo lenyewe lilivyo, ni kwamba halitoweza kuleta madhara makubwa hata mkikosea. Kwa hiyo unatoa uhuru fulani. Kuna decision kubwa type A, type 1, ambazo hizi bila shaka mnashauriana kwa pamoja, mnaamua. Mtume sallam alikuwa akiwa stimulate wafuasi wake watafakari. Kumetokea hiki, kimetokea hiki, kimetokea hiki, kimetokea hiki, nyinyi mnaonaje? Nyinyi mnafikiri tufanyeje? Toeni maoni yenu, nini tufanye? Shauriana nao, mpe uhuru fulani kuwa idara afanye maamuzi. Individualized consideration. Mtume sallam alikuwa, kila sahaba wake alikuwa akimjua kwa sifa zake, haiba yake, na alikuwa akitambua udhaifu wao, na hivyo alikuwa kila sahaba alikuwa akimtreat kwa namna yake. Anamjua yule ambaye ni mnyenyekevu sana, anaweza asiseme chochote katika mkutano kutokana na unyenyekevu
na haya, na hivyo akawa anajua namna gani ya kuweza kupata maoni yake. Huyu hawezi kusema mbele za watu huyu, lakini ni mufakir, ni mtu mwenye fikra, lakini kwa haiba yake hawezi kuzungumza hivi mbele za watu. Ana haya, anaogopa, au ni mnyenyekevu sana. Lazima utafute njia ya kuweza kumfanya huyu bwana bila ya kujisikia vibaya aweze kutoa maoni yake, au wewe huwezi kupata rai zake. Sasa watu walikuwa kwenye kikao pale, ukawa mkali sana juu yake. Kwa nini hukusema bwana, fikra yako ndio bora katika kusema kwenye mkutano? Kwa hivyo ndo basi tena imekwisha hiyo. Imekwisha vipi bwana? Kama kuna fikra bora zaidi iliyokuja, itisha mkutano tena. Kuna fikra zaidi imekuja. Mwenzetu tulikuwa naye pale, lakini kutokana na haiba yake, kutokana na uoga wake, kutokana na udhaifu wake, kutokana na unyenyekevu wake, hakuona. Mtume sallam alipowauliza masahaba, katika miti kuna miti ambayo inafanana na mu'min, sifa zake. Kulikuwa kuna mmoja katika masahaba kwa umri ni mdogo kuliko masahaba wengine, akaona Abi Bakari Siddiq radhiallahu anhu kakaa kimya, hajajibu. Akiona Umar ibn al-Khattab kimya, yani wale masahaba wazito wazito wote wamekaa kimya. Yeye anasema katika moyo wangu mimi nilikuwa tayari nishajua jawabu. Jawabu hapo ilikuwa mti huo unaofanana na muumini ni mtende, lakini nitasemaje mbele za watu? Hapa kuna Abi Bakar Siddiq, kuna Umar ibn al-Khattab, kuna kina Ali, kuna masahaba wazito wazito, nitasemaje katika mkutano huu? Mimi bwana mdogo kabisa. Akanyamaza. Mtume alipoona masahaba zake wamenyamaza kimya, hakuna ambaye ametoa jawabu, akawaambia kwamba mti huo ni mtende. Sasa inahitaji mada ya peke yake kuja kuueleza mtende unafanana vipi na Uislamu. Hiyo ni homework, mtu akafanya research. Kwa hiyo wako watu ambao unahitaji individualized consideration. Lazima huyu uangalie mazingira yake, ujue hulka yake, ujue nani zake, na uweke nafasi kwa ajili yake, otherwise utakosa michango ya watu kama hao. Na kuna watu wengine wana tabia za kujikweza lazima ujue hizo egos zao na ujue namna ya kuweza kuzimoderate, ili mtu kama huyo mwenye hulka kama hiyo usije ukampoteza na nafasi yake. Lakini ana kujiona fulani, ana mchango wake, lakini anazo tabia zake kidogo hazipendezi, ima katika uwasilishaji wake au katika kuzungumza kwake, toni yake na nini. Lazima uwe unaweza kumwelewa na kumpatia udhuri kutokana na mtu mwingine ndo hulka fulani ambazo ya maumbile yake. Lazima uwe na hiyo individualized consideration. Kwa hivyo viongozi wenye kuleta mabadiliko huwa wanaleta mabadiliko makubwa, mabadiliko chanya, wanawafanya wafuasi wao watoke katika kujitazama wao na maslahi yao, bali tazame maslahi mapana ya taasisi, ya jamii. Tusitazame sisi kama kikundi chetu, chama chetu, kwamba tukileta mabadiliko haya sisi tunanufaika vipi sisi. Bwana, hatunufaiki, haya yatatufanya tupoteze. Lakini haya mabadiliko haya yana manufaa kwa jamii. Mabadiliko hayo yatatufanya tupoteze bwana. Watu wanazuia mabadiliko makubwa
kwa sababu ya maslahi ya kundi lao, maslahi ya kundi, selfish interest. Kama tukiweka katika ngazi kwa mfano ya nchi tume huru katika haya na haya na haya na haya na haya, uchaguzi unaweza mgombea anaweza kuwa binafsi. Ingia kwenye siasa kidogo, kutoa mifano ili tuishi katika wakati. Tukiweka mgombea binafsi bwana, maana yake tutakosa nguvu ya kuwa control wanachama wetu. Kivipi? Huyu mwanachama na sisi kama kamati kuu, sisi ndio tunataka tuamue nani anagombea mahala fulani, bila kujali huyo mtu pale anakubalika, anatakiwa na watu, atakiwi na watu. Kwa kama wamejitokeza watu watatu pale, mmoja ndo anapendwa, ana ushawishi, ana mvuto kwa watu, ana fikra, lakini huyu bwana hapana, tutampa huyu watatu, tampeleka huyu kwa sababu atukontrol huyu mtu, ushawishi wake. Kile ambacho kinapaswa kuwa na ushawishi ni chama, sio mtu. Sema chama ndio kina ushawishi, sio mtu. Mtu ambaye ana umaarufu au anapendwa, hapana. Tukiona unapendwa sana na kucontrol, chama ndio kinatakiwa kipendwe zaidi, taasisi inatakiwa ipendwe zaidi, sio mtu. Kila mtu hapa anabebwa na chama. Natoa tu mfano. Kwa hivyo ataambiwa huyu bwana eh, safari hatutompitisha, atapitishwa huyu mtu wa pili au watatu. Mtu ambaye watu hana haiba, hana mvuto, hakubalia, watu hawana haja naye, watu hawamtaki, pengine atapitishwa huyo. Sasa namna ya kumfunga hata huyu anayependwa na watu ili asije akagombea ni kwamba hakuna kugombea binafsi. Akisema mimi nataka nigombee mimi kama mimi binafsi, nasema hapana, sheria zetu tutaziweka ya kwamba labda aende kwenye chama kingine huko, na akienda kwenye chama kingine huko, tunajua propaganda za kuwapiga maadui zetu, lakini hatuwezi kumpa nafasi ya kusimama yeye kama yeye gombea binafsi, kwa sababu hiyo itahatarisha maslahi yetu ya chama. Sasa ziko fikra kama hizo ambazo watu wanaangalia maslahi yao na kikundi chao badala ya maslahi mapana ya jamii, ya nchi, ya taasisi. Kwa hivyo uongozi wenye kuleta mabadiliko, kiongozi wenye kuleta mabadiliko anawavusha wafuasi wake watoke katika kuangalia selfish interest zao kwenda katika interest za kitaifa, interest kubwa za kidola za nchi. Natoa mifano hapa kama kule Zanzibar, katika ulingo wa kisiasa, machafuko kila wakati, machafuko kila wakati. Kina Karume wakasema hatuwezi kwenda hivi, tutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa, GNU kama inavyoitwa. Isiwe anayeshinda ndio anachukua kila kitu. Hawa ni wenzetu na wana maoni na wana fikra na wana mawazo. Lazima tuone namna gani ya kuwashirikisha katika uendeshaji wa nchi yetu. Kafanya walioyafanya katika mabadiliko ya katiba, sheria na nini, wamefika hapo. Aliweza kuwa transform watu watoke katika kuangalia selfish interest. Ile transformation kubwa, ni mabadiliko makubwa. Of course kuna changamoto ambazo zipo katika hizo serikali za umoja wa kitaifa, lakini ile hatua
ya kuwatoa watu katika kufikiria maslahi yao tu binafsi na kikundi chao. Ni sisi na kila kitu, ni tukishinda, atakayeshinda anachukua kila kitu na kadhalika. Ni mabadiliko. Leo katika viongozi duniani, ukiangalia nchi kama Dubai miaka ya 60 na leo, hakuna mtu ambaye hataweza kuona ile transformation ya mazingira, yale mazingira yalivyo transform. Watu wametransform mazingira ya jangwa lile, yametransform kwa kiasi kikubwa kabisa. Transformation, watu, kiongozi alifikiria mbali, akataka kuleta mpaka sema hapa lazima tubadilishe sisi fikra zetu, badilishe mazingira haya. Singapore ilikuwa hoi kabisa katika hiyo miaka ya 60 70, kina watu viongozi wakasema lazima tubadilishe utendaji kazi wetu, badilishe mipango yetu, tusimamie mipango yetu tunaweka, tusimamie maadili yetu kama viongozi ambao tunaongoza. Leo nchi hizo ambazo miaka michache tuliyopita walikuwa mafukara, walikuwa nyuma katika maendeleo ya watu, leo ni nchi ambazo, nchi zetu huku tunatoleana mifano na kusema ya kwamba tutakuwa Singapore, tutakuwa Dubai, tutakuwa Malaysia, tutakuwa nini. Wamewezaje kufika huko walikofika? Ni kwa sababu mojawapo ni viongozi wao wali embrace transformational leadership. Tunataka kuleta mabadiliko makubwa, tunataka kuleta mabadiliko ambayo nitabadilisha hiki kitu ambacho hata wewe mwenyewe hakikuogopeshi. Tunataka kubadilisha maisha ya Watanzania, watoke katika nyumba za nyasi na udongo, na watatoka ndani ya miaka 5, na mikakati inawekwa ya kisawasawa, kisha kwamba haishi Mtanzania yoyote katika nyumba ya udongo, nyumba ya nyasi. Mfano tu katika makazi, yani katika kuboresha makazi ya watu, kama watu kifikra zao wanaona kwamba hizo nyumba nzuri, zina baridi, zina upepo, sio na nini, tutaweka mikakati ya kuwaelimisha, kutransform mindset zao. Maana wako watu wengine hata kama wana kipato namna gani huko vijijini, lakini anataka kae kwenye nyumba yake ya nyasi na nini, anaona ndio ina upepo zaidi na baridi zaidi. Yani kuna namna tutaweka mikakati ya kutransform mindset hizi. Hulka tutazitransform vipi? Transform vipato vyao, transform fikra zao na kadhalika. Kwa hivyo uongozi wa mabadiliko, ndugu zangu, kwa kuhitimisha, ni kama hivyo tulivyoeleza, na uongozi wa mabadiliko unatakiwa sana katika taasisi zetu. Viongozi lazima wawe na dira ambazo ndani yake zinabeba ujumbe wa mabadiliko makubwa ya watu, mabadiliko makubwa ya mazingira, kwa kushawishi ubunifu, hamasisha watu kubuni, kuinnovate. Sasa nyinyi katika taasisi mnakaa kwenye taasisi zaidi ya miaka 10, sera ni zile zile, utaratibu wenu ni ule ule, mambo ya mbinu zenu mnazotumia ni zile zile, hakuna ubunifu. Unaingia ndani yake uchovu, boredom, watu wanaboeka, hakuna milango hata ya kusema jamani, tunatoa shindano la hizi sera au taratibu au hii mipango, tunatoa shindano
la mtu kuja na fikra ya kuboresha zaidi sera hii au ya kuboresha zaidi utaratibu huu na kadhalika. Ninakumbuka kwenye taasisi moja ambayo tulipata kufanya kazi, walikuwa kila mwaka kunakuwa na shindano la ndani la watumishi la kile kinachoitwa uh, 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 redundant policy, redundant rule, redundant procedure. Yani utaratibu gani, sera gani au kipengele gani cha sera tunatakiwa tukiache tena, hakina maana, hakitufai, hakituwezi kutupeleka kule, kinakwaza, kinaleta uzito, kinaleta ugumu, kwa hiyo kuna mashindano ya namna hiyo kila kila mwaka, redundancy policy, redundancy rules, redundancy procedures. Okay. Na kuna timu inaundwa, muda unawekwa, watu washindane kuleta fikra, kitu gani tukibadilishe, kitu gani tubadilishe. Watu walikuwa wakishiriki, maoni yanapokewa, yanatazamwa, yanachambuliwa, faida zake na hasara zake, na lile ambalo linaonekana hili linaweza kufanywa kazi, hili litakuwa kweli na tija inayokusudiwa, sheria inabadilishwa, sera inabadilishwa, utaratibu unabadilishwa. Lakini leo kweli unakaa miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, nyinyi sera yenu mnaona ni sawa tu, hakuna mahala kokote inayotakiwa kubadilika kitu. Umekuwa kama msaafu, umekuwa kama Qur'ani hiyo katika utunzaji wa sera. Sera zote zinapotungwa za kitaasisi huwa zinakuwa zinatakiwa ziwekewe muda wa kureview. Utareview sera hii, itategemeana na mko katika industry gani, kwa sababu kuna industry ambazo changes are very speedy, ziko kwa haraka sana. Okay, kuna industry nyingine kidogo mabadiliko yanatokea kwa baada ya muda mrefu sana. Sema tutabadilisha sera hii kila mwaka, tutabadilisha sera hii kila baada ya miaka miwili. Okay, yani reviewing, yani tutakuwa na muda wa kureview hizi policy. Sasa nani ana review hizo policy? Ni nyinyi tu viongozi pekee yenu? Hapana, mtakiwa mwashirikishe na wale waliopo katika taasisi. Bwana, tuna sera hapa inasema hivi. Okay, sasa tunatoa fursa watu kuleta maoni ya sera gani ibadilishwe, na atuambie mtu, tukibadilisha hivi kutakuwa na faida gani zitakazopatikana. Okay, na zitatibu tatizo gani? Okay. Watu wanakuwa stimulated to think, waenda wakafikirie, waje na wabuni. Taasisi ya kibiashara lazima mbuni bidhaa bora zaidi, mko na bidhaa hivyo hivyo tu. Ni kweli inaweza ikawa kuna bidhaa fulani haibadiliki, kama tunavyoona katika baadhi ya mashirika kama Coca-Cola. Coca-Cola haiwezi kubadilika, itabaki Coca-Cola tu, lakini kiwanda cha Coca-Cola kimebadilika, hakitengenezi Coca-Cola tu peke yake. Lakini zamani huko ilikuwa ni Coca-Cola, Coca-Cola, Fanta, nini product zilikuwa zinafahamika, na hizo ndo testi zake. Hatuwezi kubadilisha, lakini walikuwa wanabadilisha. Chupa wamebadilisha, packaging zimebadilika, mara vichupa vidogo za shilingi 50, mara chupa kubwa, mara jichupa la plastiki, mara jichupa la kigaya. Hizi ni change, hizi ni innovation, ubunifu. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kuboreshwa. Wanasema wenyewe wazungu, wanasema change is the only constant. Mabadiliko ndio kitu pekee ambacho kinabaki hivyo hivyo. Kwa maana ya kwamba change ni kitu ni chenye kubadilika, kwa hiyo kinabaki na sifa hiyo constant, kwamba lazima ibadilike tu. Badiliko ndio kitu pekee ambacho kinabaki vile vile, kwa maana ya kubaki kuwa kinabadilika. Change is the only constant. Kwa baadhi ya mashirika kama haya yamebadilisha packaging, wengine wakaongeza baadhi ya products nyingine, haja kwa sasa mpaka maji wanauza.
tengeneza maji. Taasisi, jumuiya kama haina utaratibu wa kufanya innovation, hiyo taasisi itakufa. Zimepotea simu maarufu duniani hapa, Nokia, Motorola, Bird. Nyinyi mnakumbuka baadhi yenu simu, tulikotoka kwenye simu za mkononi, mpaka mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Nokia anakuja kusema kwamba hatukufanya makosa yoyote, isipokuwa tu ni kwamba hatukubadilika, hatukuona kwamba hizi simu leo za kuparaza smartphone kwamba ni kitu ambacho watu watakipenda na watapik, kitapik kwa ndio kitu ambacho kinapendwa zaidi na watu. Walishindwa kutransform. Simu smart zinaingia, wao wanaona soko ni kubwa tu la zile vile vile simu vyao, hawaku innovate. Nani atataka masimu haya makubwa na nini na nini na nini? Unaona, we will need a bigger phone kama hizi simu kubwa na nini. Wametoka kwenye soko leo. Nokia sio kampuni inayoongoza katika soko kwenye tasnia ya simu. Kwa hiyo lazima kiongozi mwenye anayeishi dhana ya mabadiliko, uongozi wenye mabadiliko, ni lazima mlango wa innovation na kuhamasisha ubunifu inakuwa ni top on the agenda, top kabisa. Fikra mpya, mawazo mbadala, na organization inakuwa imefungua kila namna ya kuweza kuembrace mabadiliko. Sasa kama nchi tunazozungumza tu mpaka leo, nchi kubadilisha katiba, miaka zaidi ya 30 nyuma, bado tunazungumza tu kubadilisha. Sasa hiyo ni changamoto. Vipi nakuwa na sheria mama kama hiyo ya nchi miaka 30, eh, hakuna any transformation, bigger changes, nakuwa tu mnabadilisha hapa, mnaziba hapa, mna nini hapa. Eh, Kwenye family vilevile, sisi kama wazazi tunatakiwa lazima tu inspire, tujenge utamaduni wa watoto kuwa wabunifu, tuhamasishe kupenda mabadiliko. Na kuna watu wengine hawapendi mabadiliko, wana hiyo hulka ya kutokupenda mabadiliko. Yani hata kama kitanda kilikuwa kimekaa kulia, leo ukija ukibadilisha kikakaa upande wa kushoto, kero kubwa kwake. Tuwafundishe watoto kuembrace changes. Hakuna ulazima wowote wa kwamba kitanda lazima kikae kulia tu au kikae kushoto tu. Eh? This year or this month tutabadilisha, kitanda kitakaa upande huu na kabati litakaa upande ule. Badilishe haya mazingira. Unaweza kuona kitu cha kipuuzi tu, lakini you are building change, fikra, haiba ya kubadilika. Badilisha, na hayo sio mabadiliko yanahitaji fedha nyingi wala nini, wala sio mabadiliko ambayo ni mabadiliko mabaya. Ni mabadiliko ambayo hatuwezi kubadilika, ni kwenda kwenye mabadiliko ya ovyo. Lakini kama imani, mabadiliko ya mandhari, mabadiliko ya muonekano, mabadiliko ya tabia, mabadiliko ya namna tunavyosimamia fedha zetu, mabadiliko. Tunataka tubadilike, tuwazoeshe na tuwalee watoto katika bunifu. Naishi katika familia zetu, hatujawahi hata, au mara nyingi, wala
wala hatufikirii kwamba tunaweza kumchapa changamoto mtoto ya kumwambia kitu gani mbubuni, Jona, ubunifu wa nini tubadilishe hapa ndani ya nyumba, kitu gani tubadilishe, ima katika mipangilio ya hapa ndani, nini kibadilike, au mngependa tubadilishe nini na maoni gani katika vya kubadilisha. Hawa watoto wanakuwa, Mungu anawapa fikra, lakini hawazisemi wakati mwingi sana fikra zao. Na wewe kama hufungui milango mzazi ya kupokea mrejesho na fikra, pokea fikra, utaziona fikra zao zitakavyokuja. Nyingine zitakuwa ni nzuri, nyingine zitakuwa za kawaida, nyingine zitakuwa kipuuzi, na itakuwa ni darasa kwao. Yule aliyekuja na fikra ya kipuuzi ataona upuuzi wake, na yule atakayekuwa amekuja na fikra nzuri, mtanufaika nyote na fikra yake nzuri. Na hiyo inakuwa ni kuanza kumenta watoto hawa juu ya uongozi wenye mabadiliko, huleta mabadiliko. Ndugu zangu, nipenda kuishia hapa kwa sababu ya muda. Nimeshaongeza muda, umeongezeka sana. Lakini kwa kuhitimisha ni kwamba maisha ya Mtume SAW yanaonyesha kwamba yeye alimbrace uongozi wa utumishi, uongozi wenye mabadiliko, na haya yamejidhihirisha kama tulivyoeleza juu ya vipengele. Katika kila kipengele cha aina hizi mbili tulizozieleza za uongozi, unakuta ya kwamba Mtume SAW anakuwa ni role model katika kutupatia sisi mwongozo na namna ya kuweza kufanya. Kwa hivyo tutapenda kuishia hapa. Aina nyingine ya uongozi itakayofuata tutakayokuja kuieleza siku zijazo, inshallah, itakuwa ni uongozi ambao unaitwa authentic leadership. Authentic leadership. Ama kwa sasa tutapokea tu maswali au maoni kama yapo, na njia za kuuliza au kutoa maoni yako ni ima kwenye chat au unaweza ukanyosha mkono tukakupa nafasi. Kutokana na muda tutatoa tu dakika 5. Lakini maswali hayo, maoni hayo bado yanayo nafasi ya kuendelea kuletwa kwa kupitia WhatsApp group. Katika kundi letu kule, mtu ana swali, feel free wakati wote kulileta. Una maoni, weka maoni hayo na kadhalika. Kwa hivyo nikaribishi sasa mtu yeyote mwenye mchango au swali kuweza kuuliza. Assalamu alaikum, shukran kwa somo. Uliza kuhusu uongozi asiyeambilika na hataki mabadiliko kwa upande wa viongozi wa dini. Okay. Sasa tutakuja kuona katika uongozi mbaya. Katika uongozi mbaya, moja ya sifa ya uongozi mbaya ni sifa ni uongozi unaoitwa rigid leadership. Rigid leadership, uongozi usiotaka mabadiliko, ambao unaongozwa na huyo mhafidhina au mtu asitaka mabadiliko. Sasa hiyo ni sign kabisa ya uongozi mbaya. Uongozi mbaya hautaki mabadiliko. Yani yani hiyo ni sign katika sign mojawapo, au ni aina katika aina mojawapo ya uongozi mbaya. Yani wala usimung'unye maneno katika swala hili. Uliza uongozi mbaya ni uongozi gani? Ni uongozi ambao hautaki mabadiliko. Kiongozi hataki mabadiliko, huyo ni kiongozi mbaya. Iwe ni kiongozi wa dini, iwe kiongozi wa taasisi, kiongozi wa nchi. Okay. Na sifa nyingine
ya kiongozi mbaya ni hiyo ya kutokuambilika. Eh, ni, ni hiyo inayoitwa authoritarian leadership, ambapo wewe ndo una mamlaka, anachosema ndio kifuatwa. Hakuna shura, hakuna kushauriana, na tukishauriana ushauri huo uwe mzuri kiasi gani, na maoni yake au rai yake iwe mbaya kiasi gani, anachosema yeye ndio kifuatwa, kama walivyosema, anachosema yeye ndio kifuatwa. Hizo ni signs za kwamba ukiwa unaishi au katika jumuiya, taasisi, familia, haya yapo, yako katika mpaka kwenye familia. Na mzee haambiliki, anachosema yeye tu ndio kifuatwe. Umeona? Tutamfuata kwa kuwa anachotuelekeza sio haramu, lakini hiyo inabaki katika sura yake, katika label yake, kwamba huyo sio kiongozi mzuri, sio kiongozi mzuri, mtu ambaye hataki mabadiliko, wakati ambapo mabadiliko haya yanahitajika. Kuna namna bora zaidi ya kulifanya jambo. Tutamfahamisha, tutamwelimisha, hataki mabadiliko. Ukichunguza ndani unakuta kuna kimaslahi fulani ambacho anayapata katika labda utaratibu huo, au pengine hata ya maslahi hana, lakini hataki mabadiliko. Hiyo ni sifa katika sifa za uongozi mbaya wa mtu huyo. Kwa hivyo hilo ndio hiyo ndiyo ninavyoweza kueleza juu ya komenti hii ya ndugu yetu. Okay, kwa hiyo asiyeambilika, hataki mabadiliko, hizo ni ishara za kwamba huyo mtu tuliye naye au mliye naye ni kwamba kuna tatizo katika uongozi wake. Kuna tatizo sio dogo, ni tatizo kubwa na sio dogo. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa washauri masahaba zake, shauriane nao wafanye maamuzi pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambilika, amebadilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ya kuweka jeshi katika vita vya Badri. Alikuwa yeye ameelekeza tutakwenda, tutakaa hapa. Akaja sahaba akamuuliza Rasulullah, hii ni wahi au ni fikra yako? Sallam akasema hii ni fikra yangu, mimi naona tukae hapa. Sahaba wakamwambia Rasulullah, nashauri tukae hapa karibu na kisima, tusikae huku, kae na kisima cha maji hapa. Na Mtume sallam akaambilika, akakubali, kwa naam, hili ni wazo bora zaidi. Mtume sallam aliambilika katika mbinu vita vya Khandak, jamani, tutoke na jeshi tulikabili jeshi hili la Makuraishi nje ya mji wa Madina au tufanyaje? Kashauriana na masahaba zake, kaonekana rai ngumu kabisa, lakini bora kuchimba kuchimba khandak katika kuzunguka mji wa Madina. Jambo zito, shughuli nzito kuchimba mahandak, lakini ndiyo ambayo ilionekana ndiyo rai bora zaidi. Mbinu hiyo ya kivita ni bora zaidi. Alikuwa anasikiza, anaambilika. Mimi na wewe vipi tuambiliki? Nani mfano wetu sasa sisi? Nani kigizo chetu? Ndio maana nikasema katika Uislamu sisi wote wafuasi bwana, na wafuasi ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambilika, maana wewe lazima uwe unaambilika. Be humble, kuwa mnyenyekevu bwana, uweze kuambilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kukubaliana na mabadiliko, alileta mabadiliko. Wewe vipi utake mabadiliko bwana? Wewe mfuasi wa nani utake mabadiliko?
Kwa hivyo ndivyo ambavyo naweza kusema katika nukta hii. Naona hakuna swali lolote jingine, hivyo napenda kuishia Assalamu hapa. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallah khaira sana shehe wetu Khalfan. Mimi niweze kuuliza pia, umezungumzia katika hiki kipengele cha transformation. Ni naweza nikauliza kwamba kwa jinsi nilivyoelewa, njia mojawapo ya kufanya leadership transformation ama mabadiliko katika uongozi kwa ajili ya maendeleo ni mojawapo ni kuwa na shura, kufanya shura na watu, kuona maoni mbalimbali. Je, nyenzo gani zingine zipi ambazo labda zinaweza tukazitumia katika kuleta leadership transformation? Naam, hili ni swali letu sote. uh, swali letu sote, na nachelea kulijibu hapa kwa kina kwa sababu ya muda. um, kwa hivyo tutaendelea kulijadili katika group, lakini tu kwa muktadha wa, wa, wa kutoa tu ishara juu ya njia za kuleta mabadiliko. Mojawapo ni kuchallenge watu kusoma na kusafiri. Ni moja katika njia zinazoweza kuwafungua nyinyi kuweza kupata mawazo tofauti tofauti, fikra tofauti tofauti, utaratibu tofauti tofauti, okay, ambao utaweza kusaidia katika kuleta mabadiliko. Ikiwa watu hawawekezi katika kutafiti mambo, kusoma mambo, kusafiri kwenda kuangalia wengine wanafanya nini, okay, ni wazi kasi yenu ya mabadiliko itakuwa nyuma sana, kwa sababu mmekaa kama kijiji, hamjui mambo yanayowazunguka nje yenu, nje ya kundi au nje ya jumuiya au nje ya taasisi. Kwa hivyo kama ulivyosema, shura, manake mnakuwa watu tofauti, watu wengi, mna brainstorm ideas, inakuwa ni moja katika sababu ya kuleta, lakini ili hata katika hiyo shura muweze ku brainstorm ideas, ni kwamba ni lazima viongozi wa investi katika kusoma. Lazima tusome sana tu. Ulimwengu uko kwenye kasi kubwa sana katika kusoma. Lazima tusome, tutafakari, tutafiti njia bora za kuyafanya mambo. Nakumbuka katika moja ya organization ambayo pia niliwahi kufanya kazi, eh, walikuwa wana kitu kinaitwa online library. Online library. Poleni, naona kama internet ilishake kidogo. Kwa hivyo Na wanaeleza kulikuwa na maktaba ambayo ni digital, maktaba ya kimtandao ambayo watu wanaweza ku access hivyo vitabu mbalimbali. Kwa hiyo ilikuwa ni taasisi ambayo ina embrace knowledge based organization. Leo wanazungumzia knowledge based organization, taasisi ambazo eh, moja katika misingi yake madhubuti kabisa ni watu wake huwa wanasoma, watu wake wanasomeshwa. Okay. Kwa nini tunahitaji kusoma na tunahitaji kusomeshwa? Kwa sababu ya kuweza kujifunza mbinu mpya, mikakati mipya, taratibu mpya, ili tuje tuvumbue mambo. Utayavumbuaje mambo kama hakuna moment of thinking, moment of research, moment of reading? Unavumbua vipi?
itabaki tu kwa kudra tu za Mwenyezi Mungu. Umelala tu umeota jambo fulani, utangojea uote. Wangapi wanapata ndoto kama hizo? Lakini njia ya juhudi ya kuweza kupata mbinu na mikakati ambayo inaweza ikabadilisha ni kusoma, ni ku practice, ukaona kipi kinafanya kazi, kipi hakiwork. Okay, kuja na mbinu nyingine. Okay, kipi kitawaka, kipi haitawaka. Kwa hivyo kwa hiyo si tu kusoma, lakini pia kuimplement kile ambacho mnajaribu, ambacho mmekisoma, ili muweze kuona kinaweza matokeo yake ni yapi. Okay, sasa kwenye kupractice kuna different ways. Organization wakati mwingine zinafanya mabadiliko gradually. Okay, tunajaribu kufanya ile kinachoitwa pilot study. Watu wanafanya pilot fulani kuangalia eneo fulani, tumefanya hivi, tumeweka utaratibu huu, tumeweka nini, mambo yanakwendaje? Okay, mambo yamekuwa mazuri sana. Okay, tuna embrace hizo change kidogo 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 kidogo, mwisho organization yote. Sasa kuna approaches za kuleta mabadiliko, ambayo hii approach mojawapo inayoitwa maarufu at-tadarruj. Okay, gradually. Okay, watu fulani au eneo fulani au idara fulani au mkoa fulani, hebu anzeni implement kitu hiki tuweze kuona matokeo yanakuwaje, tuone case as a pilot case. Okay, lakini ili mfike kwenye pilot case ni kwamba lazima mwe kwanza mmepata hayo mawazo, na mawazo yanapatikana kwa kupitia tafakuri, kupitia kusoma, kwa kupitia safari, kutravel, kuona wengine wanafanyaje. Okay, na mnakuja kwenye mazingira yenu, mnaangalia kipi katika tulichojifunza, tulichokiona tunaweza kukibadilisha. Je, hiki ni kitu ambacho kinahitaji pilot au kinahitaji wholesome embrace, au tuanze kukiimplement kwanza kwenye idara fulani, tuangalie matokeo yake na kwenda taratibu taratibu, phased kind of approach. Kwa hivyo hiyo ni mchango wangu katika swala hili, na kama nilivyosema, modern organization zinahamasisha sana watu wao, okay, kusoma. Na mimi nafahamu katika taasisi bora kabisa huwa zinawapa watumishi wake KPIs, wanakuwa na hizo vinavyoitwa key performance indicators, key performance indicators. Na katika KPIs kuna eneo moja ambalo linaitwa learning and growth. Learning and growth, kwamba lazima utuambie wewe kama mfanyakazi utafanya nini katika kujifunza na kujiendeleza. Lazima utuambie. Okay, lazima utuambie utafanya nini, utasoma kozi gani? Okay, okay. Au utasoma vitabu vingapi? Okay, sasa ziko organization ambazo by default tu reading tu ya vitabu, okay, ni kwamba hiyo ni mandatory, kwamba lazima kila mtu katika position candidate position zako ilitegemea na position yako ilivyo, kuna targeted number of books unatakiwa usome, na vile vile kuna vitabu ambavyo recommended. Okay, wewe ukiwa katika nafasi hii ni kwamba lazima mwaka huu wewe umesoma vitabu kadhaa, na vitabu vyenyewe hivi hapa, na vitabu hivyo viko katika online library. Okay, unaweza ukavipata. Okay, ambavyo organization imesha subscribe kwenye hizo website za hizo vitabu. Okay, wewe kiongozi unatakiwa usome, unatakiwa usome, wafuasi wanatakiwa wasome. Okay, na hii ni moja katika njia ambayo lengo ni kuweza kuwafanya watu waweze kutransform fikra zao kupitia vitabu wanavyosoma. Okay, lakini vile vile kuweza kupata new ideas ambazo wataweza kuzileta kwenye taasisi ili kuweza kutoka pale walipo waende mbele. Kwa hivyo kwa ufupi au kwa urefu, hivyo ndivyo nafikiri ni moja katika njia nyingine, ni kama walivyoeleza brainstorming through shura. Tutakaa, tutashauriana, tutajadili. Okay, utakutokea hapo fikra mbalimbali za hatua za kuchukua katika kuleta mabadiliko, na bila shaka kutakuwa na njia nyingine ambayo sasa inabidi tuende kwenye drawing board. Okay, tuweze kuweza kujadili zaidi hilo katika group. Naomba niishie hapa kutokana na muda.
Inshallah tutaendelea na aina ya tatu ya uongozi bora ambayo nimesema itakuwa ni inaitwa authentic leadership. Nawashukuru nyote, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.